Basi ndugu zangu waamini, baba paroko ameshawatambulisha watoto wetu watakaopata sakramenti ya kipaimara. Mnawaona wako hapo, kundi kubwa kabisa, si ndio? Wako vijana hapa nasema kundi kubwa, watu wanacheka. Anasemaje askofu, anasemaje kundi kubwa wakati tunaona wako wachache, wako 10. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya hao watoto, na wapo tayari kuimarishwa kwa sakramenti ya kipaimara. Sasa watoto, naomba mketi. Ndugu zangu waamini, bado tupo katika kipindi cha Majilio, na kipindi cha Majilio ni kipindi cha kujitayarisha kwa ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo. Nabii Isaya alisema, sauti ya mtu aliye nyikani, imtengenezeni njia ya Bwana, tayarisheni mapito yake. Kipindi hiki cha Majilio ni kipindi cha kujitayarisha kwa kweli, ni kipindi cha kungojea na ni kipindi cha kujitayarisha. Mara nyingi tunasahau matayarisho ya kiroho, tunafanya matayarisho ya kimwili. Disemba hii utakuta watu wanahangaika sana kwa mambo ya kimwili. Wengine wanafikiria nitavaa nini, nitakula nini sikukuu ya Christmas, lakini hawafikirii nyoyo zao, waseme kwamba dhambi zangu zinazonisumbua lini nitaondokana nazo. Hivyo hatufikirii, tunafikiria tu mambo ya kimwili. Ndugu zangu, Kristo hawezi kuja katika moyo wako kama hujajitayarisha. Ziko wiki chache kwa matayarisho ya Christmas, na kanisa limetupatia hizo wiki chache kwa ajili ya kujitayarisha kiroho. Tusisahau hiyo ndugu zangu, kutayarisha mioyo yetu. Tusihangaike tu na yale ya kimwili. Kipindi kama hiki ukienda Kariakoo utakuta watu wamefurika huko, wanakununua vitu kwa ajili ya sikukuu. Na sehemu nyingine, kwa mfano kama Ulaya, tangu mwezi wa 9 mwezi wa 9 alikuwa sehemu fulani Jerumani, tayari wameshaweka kwenye maduka, hata kwa nje huko wameshaweka mapambo na picha za Christmas. Tena hao wanaofanya mna hata kanisani hawaendi, hata kanisani hawaendi, lakini wanavutwa na mambo ya kidunia zaidi. Kwa hiyo ndugu zangu, tusisahau hiyo, kutayarisha mioyo yetu ili Kristo azaliwe katika mioyo yetu na kutupatia baraka zake. Na kawaida kuna siku inatolewa watu kuungama, kuweka roho zetu safi. Utakapofikia wakati huo, usichelewe kusafisha roho yako. Usichelewe kusafisha roho yako, maana kama roho yako sio safi, Kristo hawezi kuzaliwa katika moyo wako. Kwa hiyo mioyo yetu inahitaji maandalizi. Tunahitaji kufanya maandalizi katika mioyo yetu. Ni kama tunaposikia kiongozi fulani wa dini anaenda mahali fulani kuwaona wananchi kwa namna ile, utakuta watu wanapambana kuweka barabara safi kabisa ili kusudi aweze kupita, kwa sababu kama barabara ambayo atapita kuna mashimo, kuna mawe yamefunga, hawezi kupita. Hivyo roho zetu ni hivyo, hata roho zetu, katika mioyo yetu kuna vizuizi. Kuna vizuizi vilivyomo ndani ya mioyo yetu ambavyo vitamzuia Kristo kuzaliwa katika hii mioyo yetu. Kila mmoja ajiangalie, kila mmoja ana udhaifu wake. Sasa angalia namna gani uondokane na huo udhaifu, ili kweli Kristo aweze
kuja na kukaa ndani mwako. Ndugu zangu, tumesikia katika somo la kwanza kutoka Matendo ya Mitume, kama tunavyojua siku ile ya Pentekoste, wale mitume ambao walikuwa wamejifungia, Roho Mtakatifu alivyowashukia, walipata ujasiri wa hali ya juu, ujasiri wa ajabu kabisa. Wakatoka mle ndani wakaanza kuhubiri, kitu ambacho ilikuwa kabla ya hapo ilikuwa haikuwezekana. Walikuwa naoga, wanajifungia, lakini Roho alipowashukia wametoka na kuanza kuhubiri, na tunaambiwa siku hiyo watu sijui zaidi ya 3,000 walibatizwa. Ndugu zangu, tuone nguvu ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu sio roho dhaifu wala sio roho wa woga, ila ni roho mwenye nguvu, ni roho mwenye ujasiri. Kwa hiyo na watoto wetu ambao leo hii wataimarishwa, wanahitaji kuwa na ujasiri kama wale mitume, na ujasiri huu wafanye waishi maisha yao vizuri, wawe askari hodari wa Yesu Kristo, waishi vizuri kama watoto wema. Hicho ndio kitu cha maana, kuishi vizuri. Mtoto mtii, mtoto mwenye heshima, mtoto anayeshiriki ibada, mtoto anayepokea sakramenti, vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo tusiache watoto, tujitahidi kuishi vyema, askari hodari wa Yesu Kristo, kuishi vyema. Hata na watu wakiwaona sema kwa kweli wale watoto sio wa kawaida, wale ni wa kipekee kutokana na matendo yenu. Kwa hiyo tujitahidi sana, na Roho Mtakatifu anawapatia watu karama mbalimbali. Kila mmoja Roho Mtakatifu anampatia karama mbalimbali, na hizi karama si kwa ajili yako wewe mwenyewe, hapana, kwa ajili ya jamii nzima, kwa ajili ya jamaa nzima ya Kristo, jamii nzima. Upewi karama fulani kwa ajili yako wewe mwenyewe, hapana. Ni kama vile mwili ulivyo na viungo mbalimbali, mikono, miguu, macho, masikio, pua na kadhalika, macho na kadhalika, vyote hivi ni kwa ajili ya faida ya mwili mzima. Na hizi karama ambazo tunazopewa, ambazo zinatoka kwa Roho yule yule, ni kwa ajili ya faida ya taifa la Mungu. Ndivyo Paulo anavyotuambia, kwa ajili ya faida ya taifa la Mungu. Na katika Injili tumesikia, Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenipaka mafuta kuwahubiri maskini habari njema, kuwatangazia wafungwa uhuru. Roho Mtakatifu anapomjia mtu, napopakwa mafuta, mtapakwa mafuta ya krisma, mafuta ya krisma, na napopakwa hayo mafuta, basi mjue kwamba kazi yenu ni kwenda kutangaza habari njema. Kazi yenu kwenda kutangaza habari njema, pakwa mafuta ya krisma, kama tulivyosikia katika hiyo Injili. Roho wa Bwana hivi jongo, kwa maana amempaka mafuta, utapakwa mafuta ukahubiri habari njema. Sasa hii kuhubiri habari njema sio kwamba uje hapa waanze kusema haleluya haleluya na nini, hapana. Kwa maisha yako, wala kwa maisha yako, ni bado ni watoto, kwa maisha yako au maisha yenu, kumshuhudia Kristo katika maisha yenu. Ndugu zangu wapendwa, ninyi watoto, muone kwamba ukweli kipaimara sio mahafali. Mahafali ni kwamba mtu anapomaliza shule, anapohitimu, anafanyiwa sherehe, na baada ya hapo anaondoka zake na hana tena mahusiano na ile shule. Kwa nini arudi pale? Kwa nini arudi pale wakati amemaliza shule? Sasa kipaimara sio hivyo, kwamba nimeshapewa kipaimara, kanisa kwa heri. Maana kuna watu wenye mtazamo namna hiyo, akishapata kipaimara basi anapotea moja kwa moja kanisani, wala haji tena.
Asema nilikuwa naenda kanisani kwa sababu nilikuwa sijapata kipaimara na niliona pengine wanaweza kanizuia kupata kipaimara, ndio maana nilikuwa naenda, lakini sasa nimeshapata kipaimara basi. Kwa hiyo hapana, tuendelee kushiriki shughuli za kanisa kama ibada mbalimbali, hata kwenye jumuiya ndogo ndogo kushiriki pia. Na kuna sakramenti ambazo tunazipata mara kwa mara, Ekaristi na kitubio. Basi tujitahidi kuzipokea sakramenti mara kwa mara. Kuwa watoto pia wenye ibada, wenye kusali. Usiache kusali. Kauliza ni watoto labda ni wangapi leo kabla ya kuja hapa alisali. Sijui kama kuna ambaye alisali. Maana kuna wengine ambao wanaamka tu, hata watu wazima, kuna watu wazima ambao wanaamka tu moja kwa moja, kisha toka kitandani pale moja kwa moja ameshiria si watu kuoga na huyu anaondoka. Wala hajasali kumshukuru Mungu aliyemwamsha, wala hajasali kumomba Mungu baraka zake kwa siku ambayo inaanza. Hapana. Kwanza mshukuru Mungu. Kwa sababu wako wengi ambao wanalala wanaunganishia huko. Sasa wewe umeamka, kwa nini usimshukuru Mungu? Alafu pia katika maisha yetu hatari ziko nyingi. Unaweza kuwa unatembea huko barabarani, gari ikaacha njia ikakupitia. Unaweza ukaangukiwa na tawi la mti huko au kitu gani. Unaweza kuwa unatembea ikapiga radi ikakumaliza. Hatari ziko nyingi. Sasa kwa nini usimuombe Mungu ulinzi wake? Kwa hiyo watoto na wasiini, sio ninyi wa kipaimara tu, hata ninyi watoto wengine, hata na watu wazima ambao hawakuwa na mazoea kwamba wanapoamka kumshukuru Mungu kwanza na kumwomba Mungu ulinzi wake. Ni muhimu sana. Ni muhimu sana. Sasa watoto wa kipaimara naomba msimame, maana sasa hivi ni wakati wa chemsha bongo. Simameni. Wakati wa maswali machache tu. Je, mko tayari watoto? Mko tayari? Sijasikia mko tayari? Ndio. Safi. Mtajibu kwa ujumla wenu, sawa nauliza swali afu tajibu kwa ujumla. Wote kwa pamoja na tena kwa sentensi nzima. Sio jibu tu ila kwa sentensi nzima. Haya, swali la kwanza. Amri za Mungu ziko ngapi? Wote kwa sauti kubwa. Amri za Mungu ziko ngapi? Amri za Mungu ziko 10. Haya, amri za kanisa ziko ngapi? Amri za kanisa ziko 7. 6. Kama weka 7 hiyo wala ya 7 sijui. Haya, mapaji ya Roho Mtakatifu yako mangapi? Mapaji ya Roho Mtakatifu yako 7. Yatajeni. Ya kwanza hekima, ya pili. Msemi ya pili ya tajeni tu hekima tata hivyo. Haya, anza tena. Hekima. Ibada. Haya, sakramenti ziko ngapi? Sakramenti ziko 7. Zitajeni. Ubatizo, kipaimara, Ekaristi Takatifu, kitubio, mtapo mtakatifu wa wagonjwa, daraja takatifu ya upadri, ndoa. Haya, kati ya sakramenti 7 kuna sakramenti 3 ambazo zinamuingiza mtu kwenye Ukristo. Zitajeni. 1. Ubatizo, 2. kipaimara, 3. Ekaristi Takatifu. Haya, kati ya sakramenti 7 kuna sakramenti 3 ambazo hazirudiwi. Ukishapata mara moja basi. Zitajeni. 1. Kabla ya kipaimara nini? Ubatizo, kipaimara, daraja takatifu ya upadri. Safi kabisa. Neema ni nini? Wote kwa pamoja. Neema ni Haya, anzeni upya. Neema ni
ili tupate kufika mbinguni. Neema ziko aina ngapi? 2. Zitajeni. Neema ya utakaso na neema ya msaada. Yesu Kristo alizaliwa wapi? Yesu Kristo alizaliwa Bethlehemu. Mama wa Kristo ni nani? Bikira Maria. Baba mlisho wa Kristo ni nani? Yosefu. Mtangulizi wa Yesu Kristo ni nani? Mtangulizi wa Yesu Kristo alikuja kumtayarishia Kristo njia ni nani? Anaweza kuniambia? Anayejua asinyoshe mkono. Kule nyuma ametangulia mvulana kule nyuma. Wewe hapo. Yohani Mbatizaji ndiye mtangulizi wa Yesu Kristo. Nani anaweza kuniambia wazazi wa huyu Yohani Mbatizaji? Wazazi wa Yohani Mbatizaji. Huyo binti hapa. Elizabeth na Zakaria. Safi kabisa. Ndio wazazi wa Yohani Mbatizaji. Haya, katika kanisa kuna vipindi kadhaa. Tena cha kwanza ndio tumeshakianza, majilio. Nani anaweza kataja vipindi vingine vilivyobakia? Majilio naanza kutaja. Nyosha mkono juu. Binti hapo. Rudi nyuma tu. Anza majilio. Noeli. Ndio hiyo, Christmas, Noeli ndio hiyo. 3. Ulikuwa umeshataja kule mwanzoni. Kuna wakati mtaja. Kwaresima. Baada ya Kwaresima kipindi gani kinafuata? Na baada ya Pasaka kipindi gani kinafuata? Kipindi cha mwaka. Haya, rudieni tangu wote kwa pamoja. Cha 1, 2, Noeli. Sawa. 3, 4, 5, kipindi cha mwaka. Safi kabisa. Ni vizuri kujua hizo. Haya, alama za kanisa ni zipi? Alama za kanisa la Kristo. Alama za kanisa mlipokuwa nani, watoto wa kipapa, mlikuwa mnaimba. Alama za kanisa ni zipi? Taja. 1. Sawa. Takatifu. Katoliki. Sawa, mmesikia? Haya, rudieni kwa pamoja. 1. Takatifu, Katoliki na mitume. Haya, Baba Mtakatifu wa sasa anaitwa nani? Naweza kuniambia Baba Mtakatifu wa sasa anaitwa nani? Binti pale. Leo wa 14. Sawa. Haya, Kanisa Katoliki Tanzania. Kanisa Katoliki Tanzania lina majimbo mangapi? Naweza kuniambia majimbo yote kwa ujumla. Yako mangapi? Ambaye hajajibu kabisa swali kule nyuma mvulana. Hapana. Yote kwa ujumla. 35. Jumlisha 1. 36. Haya, majimbo makuu kati ya 36, majimbo makuu yako mangapi? Binti hapo. Majimbo makuu yako 7. Taja moja wapo ya hayo 7. Jimbo kuu la Dar es Salaam. Tafadhali, nashukuru. Ningeshangaa ungeanza si Mwanza, Songea huko wakati huko hapa. Jimbo kuu la Dar es Salaam. Kwa hiyo yako 7. Ni vizuri kujua majimbo makuu yako 7 na yote kwa ujumla, majimbo yote kwa ujumla makuu na mengine yako 36. Haya, watoto naomba mketi. Nimejibu vizuri. Haya, wasimamizi naomba msimame. Siwaulizi maswali, kwa hiyo msiogope, simameni tu. Siwaulizi maswali. Haya, mkiwauliza maswali mnaweza kujikuta mnatoka jasho mpaka kwenye kucha. Haya, mtu akiwauliza kazi ya msimamizi ni nini? Kuna wengine wanafikiri kwamba aje hapa, aje aweke mkono na baada ya hapo basi amemaliza kazi. Hapana, kwanza kuna
masharti ya wasimamizi. Ili kuwa msimamizi lazima moja, uwe umeteuliwa na wazazi wa mtoto, alafu pili, uwe ni Mkatoliki ambaye ameshapata sakramenti zote za kumwingiza mtu kwenye Ukristo. Tatu, usiwe na adabu katika kanisa. Usiwe na adabu katika kanisa. Nne, usiwe na pia umri miaka 16 na kuendelea. Alafu tano, usiwe mzazi wa mtoto. Kwa hiyo nadhani vyote hivyo hakuna mwenye shida na vyote hivyo. Sasa msimamizi analo jukumu, kwa kweli ana jukumu, sio tu aje aweke mkono hapa na baadaye anapotea. Hapana, kuhakikisha mtoto wake wa kiroho, hao ni watoto wenu wa kiroho, kuhakikisha mtoto wako wa kiroho anafanya nini? Anakuwa vizuri, unasaidiana na wazazi wake ili mtoto akue vizuri kiroho. Ndio kazi ya msimamizi wa ubatizo na wa kipaimara. Ninyi watoto mnao wa kipaimara, ni nani hakumbuki msimamizi wake wa ubatizo? Nyosha mkono juu kama ukumbuki msimamizi wako wa ubatizo. Nyosha mkono juu, usiogope. Nyote mnawakumbuka nawakumbuka wasimamizi wenu wa ubatizo? Ndio. Na ninyi wasimamizi, kuna ambaye alisimamia mtoto hapa wakati wa ubatizo? Labda nyoshe mkono juu kama yupo. Hamna aliyemsimamia mtoto wakati alipo. Kuna mama pale. Safi, ndio. Wanasema ni vizuri pale inapowezekana yule aliyemsimamia mtoto wakati wa ubatizo akawa pia msimamizi wa kipaimara, kwa sababu anaendeleza jukumu lile ambalo ameshalianza. Lakini kuna pale ambapo nakuta labda huyo msimamizi ama ameshafariki ama ameshakengeuka kiimani ama hayupo tena. Kwa hiyo anatafuta msimamizi mwingine. Sasa kitu ambacho wazazi ambacho hawafanyi ni hii kwamba mtoto anapofikia umri, kwa sababu mtoto anabatizwa akiwa mchanga, hajui kinachoendelea. Anapofikia umri wa kufikiri, mzazi huna budi kumweleza mtoto wako kwamba baba yako wa ubatizo ni fulani, mama yako wa ubatizo ni fulani. Umwambie anapokuwa na umri wa miaka 7 na kuendelea, mwambie kwamba msimamizi wako wa ubatizo ni fulani, ili kusudi mtoto aanzishe uhusiano na mzazi wake wa kiroho. Na mtoto pale ambapo inawezekana hata anaenda kumtembelea msimamizi wake, inakuwa jambo jema. Unaenda kwa msimamizi wako wa ubatizo kwenda kumtembelea, msimamizi wako wa kipaimara unaenda kumtembelea, safi kabisa. Na msimamizi tena afurahi, anaona kwamba mtoto wake wa kiroho amekuja kumsalimia. Na tena ukiwa ni makini, utamwacha aondoke hivi. Utamwambia hata mwanangu kanunue hata kasoda au pipi. Si mtoto wako wa kiroho. Kwa hiyo wazazi tusisahau kuambia watoto wetu wasimamizi wao wa ubatizo. Ninyi watoto wa kipapa, nani hajui msimamizi wake wa ubatizo? Nyosha mkono juu. Ninyi watoto wa kipapa ambaye hajui msimamizi wake wa ubatizo, nyosha mkono juu. Najua mpo, mnaogopa tu kunyosha mkono juu. Najua mpo. Mpo wanaogopa. Na nyote hapo tayari na Adamu na miaka 7 na kuendelea, si ndio? Sasa kama umjui msimamizi wako wa ubatizo, utakaporudi nyumbani leo kamwambie baba au mama, hivi msimamizi wangu wa ubatizo ni nani? Na anakaa wapi? Sawa Ndio. Kumbe mlikuwa mfahamu, ndio. Na ndio maana nasema ndio. Mlikuwa mwafahamu wazazi wenu wasimamizi wenu wa ubatizo. Basi leo mtaenda kuwafahamu, kawaulize wazazi wenu. Na watoto wengine mlioko hapa, kawaulize wazazi wenu, wasimamizi wetu wa ubatizo ni akina nani? Ni muhimu sana. Ni muhimu sana. Kwa hiyo wasimamizi, naombeni sana tusiache kutekeleza jukumu lao kuwasaidia wazazi hao watoto waweze kukua vizuri kimani. Naomba mketi wasimamizi, ketini. Basi tunawashukuru makatekista, mapadri na wote walioandaa watoto na wazazi pia, kwa sababu wazazi walihakikisha kwamba mtoto amebatizwa, mtoto amepata komunio wa kwanza, na mtoto ameenda kupata katekesi kwa ajili ya kipaimara. Kwa hiyo tunashukuru wote hao ambao
kujitahidi kuwatayarisha hawa watoto na kwamba leo wako tayari kupata sakramenti ya kipaimara. Basi tuendelee kuwaombea ili wadumu kuwa Wakristo safi, wadumu kuwa askari hodari wa Yesu Kristo.